أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، watukufu watazamaji wetu, tukiendelea na mfululizo ule wa kuzitaja sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa ambazo inamwajibikia kila Muislamu ambaye tayari amelazimikiwa yeye kutekeleza yale aliyoyaamuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuyafanya na kuyaacha yale ambayo aliyoyakataza. Kwa hivyo sifa ya leo ambayo tutaizungumzia ni sifatul hayat, sifa ya uhai. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika jumla ya sifa zake yeye anasifika na sifatul hayat, sifa ya uhai. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo hai, na dalil miongoni mwa dalilu naqliyun juu ya kuonyesha sifa hii ni aya tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Mwenyezi Mungu hakuna mwingine yote mwenye kustahili kuabudiwa isipokuwa ni yeye, na yeye ni mwenye sifa ya uhai. Mwenyezi Mungu ambaye hakuna mwingine ambaye ni muumba wa chochote isipokuwa ni yeye, na yeye ni mwenye kusifika na sifa ya uhai. Kwa hivyo hii sifa ya uhai katika haki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sifatun azaliyatun abadiyah kabaki sifatihi Subhanahu wa Ta'ala. Ni sifa ambayo haina mwanzo wa kuwepo wala haina mwisho wa kuwepo, na kama baki ya sifa zingine za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa zake zote ni azaliyun abadiyun. Kwa hivyo tunapozungumzia uhai wa Mwenyezi Mungu ni tofauti kabisa tunapozungumzia uhai wa kiumbe chochote. Uhai wake Subhanahu wa Ta'ala laysat biruhi wa damin wa lahmin wa admin wa asab. Uhai wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si uhai ambao ulifungamana na roho, si uhai ambao ulifungamana na nyama, si uhai ambao ulifungamana na damu, si uhai ambao umefungamana na mifupa na mikano. Kwa hivyo vyote vile ambavyo vinavyounganisha uhai wa kiumbe, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si hivyo, kwa sababu yeye ndiye ambaye ameuumba huo uhai wa hao viumbe, akafanya uhai wao ni wenye kuunganika na vitu mbalimbali, na baada ya muunganiko wa kiwiliwili, halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kiumbe kingine ambacho ni roho, kiumbe ambacho hapana mwenye kukijua uhakika wake kiumbe hicho isipokuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye ameumba roho. Kwa hivyo ni makosa makubwa ambayo yatamtumbukiza mtu katika ukafiri ikiwa atamsifu Mola wake kwamba na yeye ana roho. Atakuwa amemsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa ambayo ni yenye kuzuka, kwa sababu roho na yenyewe ni moja katika viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Roho haikuwepo, Mwenyezi Mungu akaiumba roho na akajalia kwamba kiumbe hichi roho itakuwa ni kitu ambacho kitakuja kuwa ni sababu ya kupatikana ule uhai wa vile viumbe vyake ambavyo walivyovijalia roho. Kwa hivyo ikawa ni muhali kwa Mwenyezi Mungu yeye kusifika
na sifa hiyo ya roho. Roho ni kiumbe chake. Kwa hivyo uhai wake subhanahu wa ta'ala haufungamani na roho. Na vile vile nyama vile vile ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu ameumba, akajalia katika maumbile ya viumbe wake, akajalia viumbe ambao akawatia nyama, wakawa wana nyama. Sasa yeye subhanahu wa ta'ala ambaye mfanyaji wa hivyo, yeye hafanani kabisa na hao viumbe wote ambao wenye sifa kama hizo. Kadhalika uhai wetu, mfano sisi viumbe binadamu, ni kwamba uhai na wengineo wanyama, wadudu, uhai wao vile vile unakwenda Mwenyezi Mungu kaufungamanisha na damu. Damu imekuwa ni moja katika vitu ambavyo vimekuwa ni sababu ya kuunganika huo uhai. Yeye subhanahu wa ta'ala akatia damu katika viwiliwili, na damu ile inaendelea kuzunguka katika viwiliwili kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ametaka hivyo. Kwa hivyo yeye ikawa uhai wake haufungamani kabisa na damu, kwamba yeye ndiyo muumba wa damu, kwamba damu ni kiumbe ambacho hakikuwepo, lakini Mwenyezi Mungu akakiumba pale alipotaka kukiumba, na akajalia kwamba iwe ni katika muunganiko wa hao viumbe wake, wakawa wana damu. Kwa hivyo sasa yeye subhanahu wa ta'ala uhai wake haukuwa ni wenye kufungamanika na yote hayo, si roho, si nyama, si damu, si mishipa ambayo inaunganisha katika kiwiliwili, mishipa ile ya kupitisha damu, mishipa ambayo utakuwa kukipita humo maji, mishipa ambayo ya kupitisha hewa. Mwenyezi Mungu akajalia kiwiliwili kikawa kina sifa ya namna hiyo. Sasa yeye ndiye ambaye amejalia mirija yote hiyo katika kiwiliwili cha viumbe wake, na yeye hakuwa kabisa yeye mwenye kufanana hivyo. Yeye ni tofauti kabisa na hao viumbe wake. Kwa hivyo na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni hai. Kwa dalili hiyo kwamba kuonyesha kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ni hai ni uwepo wa hawa viumbe tunaowazungumza, ambao Mwenyezi Mungu kaumba viumbe wa aina nyingi. Na kama isingelikuwa kwamba kuna watu ambao wanaopinga kwamba uwepo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sasa Mwenyezi Mungu yeye ndio muumba ambaye ameumba hivi viumbe. Kuwepo kwa hawa viumbe ni dalili ambayo ya kuonyesha kuwepo kwa muumba, na kwa ujumla kwamba kuwepo huu ulimwengu ni dalili ya wazi kabisa ya kuonyesha kwamba muumba yupo hai. Na kama isingekuwa hivyo, ni kwamba sasa itakuwa vipi? Viumbe hawa ambao wenye kuumbwa wapo na wanaendelea kuingia katika sifa ya kuwepo. Kwa hivyo ni dalili ya kuonyesha kwamba yule anayewaumba akawaingiza katika sifa ya kuwepo yupo, ambaye na yeye ni mwenye uhai wa kudumu, uhai wake ambao haufungamani na chochote. Haukuwa uhai wake mwenye mwanzo, wala haukuwa uhai wake kwamba unafungamanika na kitu katika vitu vyovyote. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala yeye ni hai, na vyote ambavyo alivyoviumba vimepata uhai, na uhai huo Mwenyezi Mungu kavikadiria hivyo viumbe vyake kwa vile ambavyo alivyotaka. Kwa hivyo na isingelikuwa hivyo, sifa hii ya uhai kama isingethibiti kwa Mwenyezi Mungu, basi ni moja kwa moja sifatul qudra isingethibiti kwa Mwenyezi Mungu, sifatul irada, sifa ya utashi isingethibiti kwa Mwenyezi Mungu, sifatul ilmi isingethibiti kwa Mwenyezi Mungu, na isingelikuwa Mwenyezi Mungu mwenye kusifiwa na sifa hizi, basi yeye ingekuwa ni mwenye kusifiwa na kinyume ya sifa hii. Kwamba kama isingekuwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye si mwenye kusifiwa na sifa hizi ambazo tangu tumeanza kuzieleza na kufikia mpaka hii leo kwamba tukizungumzia sifa ya uhai, ni kwamba angekuwa Mwenyezi Mungu sasa asifike na kinyume na sifa hizo, na kusifika kinyume na sifa hizo
mfano kwamba kusifika kinyume na sifa hii ya uhai, kwamba yeye akawa kwamba yeye anasifika na sifa ya umauti, ni jambo muhali, ni kwamba ni jambo ambalo akili yote ya yoyote ambayo ilikuwa sawa sawa ni kwamba haikubaliani na hilo. Kwa sababu vipi vile ambavyo anavyoviumba yeye viwepo na viendelee kuwa vinaingia katika sifa ya kuwepo, kwamba anaviumba alafu ikawa muumba hayupo? Hiyo ni jambo muhali, hakuna akili yoyote iliyokuwa salama inakubali hivyo. Kwa hivyo watukufu watazamaji wetu, hiyo ni sifa yake Mwenyezi Mungu, sifa ya uhai, sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesifika nayo, na kwa dalili hiyo ya naqliyun, na kwa dalili vile vile ya akili, ni kwamba vyote ambavyo vilivyokuwepo hivi vinathibitisha kwamba uwepo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni viumbe vimeumbwa na vinaendelea kuwepo. Viumbe vinaingia katika sifa ya kuwepo, ni dalili ya kiakili ya kuonyesha kwamba mwenye kuumba hivyo yupo, na yeye ni mwenye uhai wa hudumu, naye ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sifa yetu hii tutaistopisha hapo. Insha Allah Taala tutaendelea na sifa zingine zinazoendelea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.